Leo japokuwa tumechelewa, naamini ya kwamba kesho tutaweza kurekebika, maana kesho pia tutakuwa na walimu wengi ambao watakuwa wamefika. Kwa hivyo ni vizuri tuzingatie muda, maana masaa ya makambi haifai kupotezewa hata dakika moja. Katika masaa ya makambi ni kama Sabato, ama ni tofauti na Sabato? Hakuna. Hii inajulikana kama Sabato ya makambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa labda kwa wale ambao hawajui maana ya makambi na nini tunahitajika tuweze kukifanya, ninaweza nikasoma nukuu mbili tu. Nukuu mbili peke yake. Hapa kunaendaje? Vijia iko sawa? Nukuu mbili peke yake zinazohusiana na makambi, alafu tuingie kwa somo letu la leo la kuijua imani yetu. Ni vizuri mambo haya yaweze kufahamika ili tusije tukawa kwa kivuli ama tukaenenda kwa kivuli. Tunaposoma katika kitabu ambacho kinaitwa PH 130, andika PH 130, weka space na tuandika hizi mafungu, maana kuna siku yapo yatatusaidia. PH 130 unaweka space, alafu andika na 9. Ubeti wake ni wa kwanza. PH 130 space 9.1 inasema, washirika wa makanisa yetu wanapaswa kuhudhuria mkutano ya makambi, na ni muhimu kwamba washirika wa makanisa yetu wahudhurie mikutano yetu ya makambi. Maadui wa kweli ni wengi, na kwa kuwa idadi yetu ni ndogo, tunapaswa kusimama pamoja kwa umoja na nguvu kadiri inavyowezekana. Kila mmoja wenu binafsi anahitaji baraka na manufaa yanayopatikana katika mikutano hiyo ya makambi, na Mungu anawaita kila mmoja wenu kuwa sehemu ya safu ya kwanza kwa wale wanaosimamia kweli. Kwa hivyo kwa hii nukuu tunaambiwa kwamba makanisa zetu zote, yaani washirika wetu, wanafaa wahudhurie makambi. Kuna wengi ikifika wakati wa makambi wanaanza excuse, wanaanza kusema nitatumia gharama, nitafanya hivi, bla bla. Sikiliza, tutakuwa na fundisho hapa la Sanctuary, nafikiri kesho jioni wakati Collins amefika. Kuna vitu tunahitajika tuwekane sawa, watu waweze kuelewa kwa nini tunafanya makambi. Ama niwaulize hiyo swali, kwa nini tunafanya makambi? Nani anaweza huyo pia amesema tunafanya makambi kwa kutekeleza agizo la nani? La Mungu. Karibu ndugu. Kuna swali, kuna jibu na ngojea na sipati. Chatupatia hii fursa watu wengine watatu nione kama anaweza pata hilo jibu. Kuna mwingine? Kwa nini tunafanya makambi? Karibu. Nampatia kipaza sauti ili pia watu wa mtandao wasikie
tunaendeleaje? Mpe kipaza sauti. Asante. Nitajibu kwa rejea kidogo nukuu moja hapa. Naam. Katika kitabu cha Testimony for the Church ni volume ya 6 kurasa 31. Katika yake ya mwisho kabisa ni kurasa wa 31 ndio, lakini Christian Service unaweza kusoma pia ukurasa wa 194 aya ya kwanza. Anasema kwamba the camp meeting is one of the most important agencies in our work. It is one of the most effective method of arresting the attention of the people. Kwa jibu langu naweza nikalizungumzia hapo kwamba ni mojawapo ya mbinu ya kuweza, tunapokutana hivi tunahitaji kuweza kujimarisha, kuleta pamoja. Nasema kwamba arresting the attention of the people. Tunapokuwa tumetawanyika huko makanisani kwetu, sasa tunapokuja pamoja hivi tunakutana kwa ajili ya kujimarisha katika mafundisho yetu. Asante. Asante. Jibu nzuri. Kuamsha ama kufanya uamsho wa watu wa Mungu wakati tunapatana hivyo, raising attention, hiyo pia ni mzuri. Vile vile tunaelewa ya kwamba sisi tunaishi kipindi ambacho ni antitypical day, yaani tunaishi wakati ambapo tuna fulfill, yaani tunatimiza mambo yaliyokuwa yakifanyika nyuma. Kwenye sanctuary kulikuwa na mambo mangapi pale? Wana wa Israeli waliamuriwa wafanye nini katika hekalu? Kulikuwa na siku ya upatanisho, kulikuwa na siku ya tarumbeta, si ndio? Tarumbeta zinapigwa, watu wanakusanyika. Hiyo ndio ilikuwa makambi. Makambi ilifanyika mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7, si ndio? Sijui mbona sitaki kuelekea huko, maana hiyo ni somo lingine kubwa. Lakini nia yangu ni ya kwamba kulingana na hii quotation ya kwamba watu wanahamasishwa wahudhurie mikutano ya makambi. Ni muhimu kwamba washirika wa makanisa yetu wahudhurie mikutano yetu ya makambi. Kwa nini wahudhurie? Hii nukuu inaeleza kwa sababu maadui ni wengi. Inamaanisha kwa sababu kuna maadui wengi, wale watakaohudhuria kulingana na majibu yenu ambayo mmetoa, mwingine akasema tumekutanika ili tufunzane na tujifunze neno la Mungu. Inamaanisha sisi tunajihamu. Tunapokuja hapa kuna knowledge utapata, kuna mambo mengi yanayohusiana na imani utaweza kuyasikia, ambayo itakusaidia wewe kukabiliana na hawa maadui. Na kwa kuwa pia idadi yetu ni nini? Ni ndogo. Hatuko wengi, si ndio? Idadi yetu ni ndogo. Kwa hivyo hii iliandikwa kwa sababu yenu, ama kuna watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Hii iliandikwa kwa sababu yenu. Kwa sababu idadi yetu ni ndogo, tunaambiwa tunapaswa kusimama pamoja kwa umoja na nguvu kadri inavyowezekana. Mmoja akasema tunapokuwa kwenye makambi tunatafuta umoja na ushirikiano wa pamoja. Hakukosea. Kila mmoja wenu binafsi anahitaji baraka. Pia tunapokuwa hapa kuna mibaraka ya Mungu inakuwa juu yetu. Mibaraka mbalimbali, maana ni mafundisho. Naona jioni vijana wanatengana pale, wazazi wanatengana pale. Ni mibaraka, wanarekebisha mambo yao pale, nao vijana wanapewa elimu yao. Kisha mbaraka wa Mungu utakufuata baadaye kwa njia ambayo Mungu amekusudia kwa wale ambao watakusanyika. Hata wana wa Israeli waliambiwa hivyo, waweze kukusanyika kwa juma nzima wakiwa kwenye makambi, ili waonyeshe utiko wa Mungu wao na pia Mungu aendelee kuwa nao. Kwa hivyo nasi kipindi hiki cha mwisho, kwa sababu tunatengeleza yaliyoharibiwa, ni hiyo njia tu tutakayopita. Naendelea kusema tunapata baraka na manufaa yanayopatikana katika mikutano hiyo. Kwa hivyo mikutano hii ya makambi kuna mibaraka ya Mungu ambayo
Mungu anangojea kubariki kila mmoja wetu. Tunaambiwa mibaraka yanapatikana wapi? Hapa. Na Mungu anawaita kila mmoja wenu kuwa sehemu ya safu ya wale wanaosimamia kweli. Yaani uwe mstari mbele. Ukisikia makambi wamefika, nukuu ya mwisho katika Christ in his sanctuary hii CHS 194.4 tunaambiwa mikutano yetu ya makambi ina kusudi lingine pia. Ina kusudi lingine pia. Kusudi lake ni kukuza maisha ya kiroho miongoni mwa watu wetu wenyewe. Kwa hivyo kama kuna watu ambao walikuja na hawajaelewa mambo fulani, wataweza kufundishwa na waelewe, na maana watakuwa. Na naamini vile ambavyo mmekuja hivi, mtatoka mkiwa na kitu fulani ambacho umeongezea ama umekielewa zaidi. Kwa hivyo mikutano ya makambi pia inasaidia watu kukua. Mungu ameweka mikononi mwetu kazi iliyo takatifu sana. Nasi tunahitaji kukutana pamoja ili kupokea mafundisho. Tunapokutana pia tunaendelea kufanya review ya kila ambacho tunaamini, kupokea mafundisho yetu. Ili kupokea mafundisho ili tupate kufaa kuifanya kazi hii. Kwa hivyo inamaanisha pia tunapokuwa hapa kuna experience unapatana nayo. Kuna uzoefu fulani unapatana nao ambao utakusaidia wewe katika unapokuwa sehemu mbalimbali. Itakusaidia experience yenye utatoa hapa ufanye kazi ya Mungu pasipo shida yoyote. Itatusaidia tunapokutana na inatuambia tutafanikiwa na tutafaa kufanya kazi hii. Tunahitaji kuelewa ni sehemu gani kila mmoja wetu binafsi ameitwa kutekeleza katika kujenga kazi ya Mungu duniani, katika kulitetea sheria takatifu ya Mungu, na katika kumuinua Mwokozi kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tunahitaji kukutana pamoja na kupokea mguso wa kimungu ili tuweze kuelewa wajibu wetu nyumbani. Kwa hivyo usifikirie kwamba makambi ni jambo tu hivi hivi. Hapana, ni jambo la muhimu sana. Tunahitaji kukutana, tunapeana joto, tunafundishana, na pia kwa sababu sisi tunarudi katika njia za zamani. Tunarudi kwa misingi ambayo imeharibiwa. Kwa hivyo hatuwezi tukaondokea jambo hilo. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana katika muda ambayo umesalia. Atupe umakinifu na tuwe na bidii, tusipoteze hata muda kwa ajili ya kupokea mibaraka yake na yote ambayo yamesemwa na nukuu hizo. Sasa tunaporudi kwa somo letu, kujua imani ya kweli ama kujua imani yako ambayo umeiamini na umeshawishika ya kwamba ni ya kweli. Jana tuliweza kuangalia na tukaona ya kwamba imani ya kweli ni imani ile ambayo Kristo alimkabidhi Ibrahimu, akamfanya kuwa baba wa imani. Na pia tukaona wale wote ambao watakaompendeza Mungu, yani wako na imani ya Ibrahimu, hao ndio watoto wa Mungu. Na tukaona vile vile shetani amepiga hatua na ameandaa jeshi lake la siri kwa ajili ya kupingana na imani hiyo ya kweli ambayo tunafaa tuwe nayo. Tukaona vile vile tunafaa tuishindanie hiyo imani. Na hapo ndio nitaweza kuingilia sasa. Imani hii ambayo tuko nayo lazima tuishindanie nayo. Angalia, mwana matengenezo yoyote ambaye ameketi hapa, ningeomba tuweze kujua ya kwamba si kila mwaka, si kila Sabato tutakuwa tunapatana, ama kila mwaka makambi mtakuwa mnapatana hivi kwa furaha na kuwa pamoja. Kuna siku itafika ambayo utakuwa peke yako. Sijui utakuwa wapi wewe na Mungu wako, maana hatutakubalika tena kukusanyika huku mbele ambapo tunaelekea.
Kwa hivyo fursa ambayo tuko nayo tuweze kujua imani yetu ya kweli. Sasa Mungu anasema katika PK 675.1 anasema katika kazi ya matengenezo, kama lilivyo jina letu, kama tulivyokusanyika hapa katika kazi ya matengenezo inayopaswa kuendelezwa leo, kuna haja ya watu ambao kama Ezra na Nehemia hawatapunguza uzito wa dhambi wala kuitetea kwa visingizio. Kwa hivyo katika matengenezo, wote ambao wamejiunga na wana matengenezo waelewe ya kwamba mwana matengenezo hana nafasi kutetea uongo, ama hana nafasi ya kuweza kupambaja. Tumeambiwa tunafaa tuwe kama Ezra. Na nani? Ezra alifanya nini? Ezra alifanya nini? Tuko kipindi cha kujua imani yetu. Kwa hivyo lazima nizungumze na nyinyi pole pole nione kama tunaendana. Ezra alifanya nini kwa wale ambao wamesoma Biblia? Mbona mpeani maiki hizi vitu watu wasikie? Tusiache watu wa mtandao. Karibu ndugu. Asante. Wakati Ezra anaenda kujenga hekalu, wakati limebomolewa, alienda akakuta kuna watu baadhi wamemwacha Mungu, na walikuwa wameenda mbali sana hadi walikuwa wameoana na mataifa. Ezra aliweza kuwakataza, na wengine akawapiga hadi akawang'oa ndevu. Lakini pia tunaona kwamba kuna watu walikuwa wananajisi pia Sabato, walikuwa wanauza hadi vyakula siku ya nini? Ya Sabato. Nehemia aliweza kusimama na akamwambia haifai kufanyika hivyo. Kwa hiyo aliwaongoza watu katika ile kweli na kusimamia neno la Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia hiyo point? Tialingoa hadi mtu nywele. Huyo jamaa alikuwa serious. Na tunahitaji wanaume kama hao. Vijana mpo? Bwana Yesu asifiwe. Alisimamia misingi ya Mungu. Angeacha iharibiwe. Alikusanya watu, akakusanya Israeli waweze kurudi katika misingi ya kweli. Walioleta mchezo aliwang'oa nini? Meno ama nywele? Sijui aliing'oa aje. Hiyo tutakuja tujue tukifika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ezra, yaani alikuwa na wivu ya kazi ya Mungu. Unajua kuna wivu ya kazi ya Mungu. God is anger. Si dhambi kuwa na God is anger. Wivu wa kazi ya nani? Ya Mungu. Hata Musa alikuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Ezra vile vile tunaona alikuwa naye. Yaani hakutaka mchezo, misingi iharibiwe. Na kama tungekuwa na viongozi kama Ezra, naamini hakungekuwa na uongo katika madhehebu haya. Lakini kwa sababu kukosa watu kama hao, shetani akapata mpenyo wa kuingiza mafundisho yake ya uongo. Kwa hivyo tunafananishwa na tunaitwa tuwe kama Ezra. Tushindanie imani kama Ezra, tukusanya watu. Nehemia pia alifanya nini? Sasa hapa nataka mama anijibu. Mchukueni mic mpeleke kwa kina mama. Wamama mpo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia alifanya nini? Mic ingekuwa imefika huko. Peleka kwa kina mama. Nehemia alifanya nini? Haya binti. Haya mbaba wasaidie basi. Nehemia alifanya nini? Na nataka majibu itoke kwa hii. Maana hawa wamejitahidi. Hayapea huyu. Alafu msomaji nisaidie kitabu cha Zaburi 68.
68. Andaa tu, mstari wake ni wa 11. Karibu ndugu. Ukisoma habari za Nehemia, jinsi alichokifanya, aliona watu wageni wanafanya biashara katika mji wa Yerusalemu siku ya Sabato. Na hatimaye akaamuru mageti yafungwe siku hiyo ya Sabato, ili hatimaye liwe fundisho, wajue kwamba Sabato ilivyo takatifu haitakiwi inajisiwe kwa namna yoyote ya kufanya mambo yapendezao. Kwa hiyo akaamuru walinzi walilinde geti. Hatimaye watu waliokuja kufanya biashara walilala nje ya geti. Maanake walilala nje ili watambue Sabato ina umuhimu wake. Mpaka Sabato ilipoisha ndipo waliporuhusiwa tena kuingia. Huo ujasiri wa Nehemia aliofanya natakiwa na sisi tuwe nao pia kwa ajili ya kutetea utukufu wa Mungu. Amina. Mama, mmesikia? Naona tutaanza Bible discussion sasa. Hiyo nafikiri itakuwa mzuri. Sijui mnaonaje? Si tumeambiwa makambi tunakuja kujifunza. Tunaweza tuko hapa kumba kuna wengine wameachwa na si vizuri. Tunafaa tuende hapa hapa, si ndio? Nehemia, Mungu akubariki sana, aliweza kufunga milango ili watu wasije wakafanya biashara katika Yerusalemu. Hao watu wote waliweza kutumika na Mungu kwa kusimamisha misingi imara, misingi ya kweli. Inamaanisha walielewa imani yao, ndipo wakaweza kuitetea na kufanya maamuzi hayo ya kung'oa watu nywele na kufunga geti. Lakini leo kama angekuwa ni mimi nimefunga hiyo geti ama nimenyoa mtu nywele, mngesema aje? Atolewe ushirika. Ngesema huyo mtumishi atolewe ushirika. Haya, mwende mtoe Nehemia. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Tunaambiwa Nehemia na Ezra hawatapunguza. Yaani Mungu anataka watu kama hawa ambao watapunguza uzito wa nini? Wa dhambi. Yaani wataitaja dhambi kwa jina yake. Nakwambia hapana, hii haifai kufanyika hapa. Nakwambia vizuri, hii haifai kufanyika. Hawapunguzi kubembeleza na kupakapaka mafuta na kuambia yenyewe wamefanya vibaya, lakini unajua wewe ni mmoja wetu. Wewe hawa wako kuwa na hiyo muda. Kuna andiko moja inasema, wakati sijui ni Paulo anasema, ukiweka ya kitu kilichochacha kwa kingine inachachusha mengi. Kwa hivyo hawa jamaa waliavoid hiyo vitu mapema. Walikuwa wanaondoa. Na kwa sababu tunarudi kwa hiyo misingi, chachu ni wengi. Tuko na kibarua. Bia jirani yako tuko na kibarua. Lakini Mungu anatuita tuwe kama Ezra na nani? Na Nehemia, ambao watapunguza uzito wa dhambi wala kuitetea kwa visingizio. Wala wataogopa kusimama kutetea heshima ya Mungu. Wale ambao wamebeba mzigo wa kazi hii hawatanyamaza wanapoona maovu yakitendwa, wala hawatafunika uovu kwa vazi la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hawatafunika uovu kwa vazi la upendo. Hawatafunika uovu kwa vazi la upendo wa uongo. Hawatakumbuka kwamba Mungu hana upendeleo kwa mtu yoyote, na kwamba ukali kwa wachache unaweza kuwa rehema kwa wengi. Ndio naona Nehemia alipofunga geti hiyo next Sabbath, fikiria watu wa mataifa walikuja tena kuuza vitu hapo. Si walilani lesson ukali wake. Ukali kwa wachache itakuwa ni lesson ama rehema kwa wengine. Nehemia aliponyoa mtu nywele, kuna mwingine alimonyoa? Aling'oa mwingine? Si walilani lesson? Akasema yenyewe hapa huyu jamaa si wa mchezo. Kwa hivyo tunaambiwa na kwamba ukali kwa wachache unaweza kuwa rehema kwa wengi. Pia watakumbukwa kwamba katika yale anayokemea uovu, yule anayekemea uovu, roho ya Kristo inapaswa kudhihirishwa
daima. Sikiliza, Mungu anatuita tuwe kama Nehemia. Tunaambiwa katika Great Controversy, pambano kuu 525, ubeti wake ni wa 3. Tunaambiwa hiyo kazi ya Nehemia hiyo Ezra, tunaambiwa na hii ndiyo jambo ambalo shetani analenga kutimiza. Kama vile alisumbua, anaamsha watu wa kusumbua Nehemia, wa kujaribu kuangusha misingi. Tunaambiwa hivyo ndiye atakuja kuinuka kusumbua watu wa Mungu kipindi cha mwisho. Kwa hivyo tukumbuke ya kwamba safari ndiyo imeanza. Safari ndiyo imefanya nini? Si ni makambi ya kwanza? Tupatane kwa makambi ijayo, tanipa habari. Sikiliza, na hii ndiyo jambo ambalo shetani analenga kulitimiza. Hakuna kitu anachokitamani zaidi kuliko kuharibu imani ya watu wa Mungu na kwa neno lake. Shetani kazi yake ni kutaka kuharibu imani ya watu wa nani? Wa Mungu. Na anaharibu kwa kutumia mtu mmoja ama watu wawili. Sasa watu ambao ama watumishi ambao watakuwa na hasira ya Mungu ndio itawapelekea wao kufanya kama Nehemia na Ezra dhidi yao. Lakini mara nyingi washirika hawaelewi. Hamwezi mkamuelewa. Mtasema huyu amefanya kitu mbaya. Lakini baadaye kama mngelijua amewaokoa, na mungesema ni kitu mbaya. Sikiliza, tunaendelea kuambiwa shetani anataka kuharibu imani ya watu wa Mungu, na pia anataka kuharibu neno la nani? La Mungu. Si amefanikiwa kuharibu imani? Leo imani ni nyingi duniani, ziko. Neno la Mungu ameikoroga. Watu wako na tafsiri zao. Kwa sababu sisi tunatengeleza imani, mwana matengelezo. Tunaambiwa tunafaa tuwe kama Ezra na nani? Na Nehemia. Inamaanisha tunatengeleza imani na kuweka tafsiri iliyo sahihi ya maandiko. Tunaambiwa shetani, lakini tunapofanya hiyo kazi kuna kitu ambacho pia shetani anakimbizana nacho kwa ajili ya kuweka kwa mawazo ya watu. Nini hiyo? Shetani ndiye kiongozi wa jeshi kubwa la wenye mashaka, naye hutumia nguvu zake zote kuwadanganya watu ili wajiunge na safu zake. Imekuwa jambo la kawaida na la kuvutia kuwa na mashaka. Kuna kundi kubwa la watu wanaotazama neno la Mungu kwa kutokuwa na imani. Hata vile tumekaa hapa sote, kuna wengi bado hawajiaminiana vikamilifu na imani hii ya Reformation. Bado kuna mtu anapimi mguu moja nje, ingine ndani. Kikinuka anarudi wapi? Kikiwa sawa anaendelea kufanya nini? Ni ukweli. Ni vile Mungu hajatupa ruhusa ya kusoma mioyo ya watu. Lakini kama angetupatia hiyo nafasi, tungekuwa tumefukuza wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Ellen White, unajua kanisa wakati liko hai, Ellen White akiwa hai, yeye alikuwa akikutazama hivi, Mungu amempatia maono. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi waliumia hiyo kipindi. Kwa hivyo sisi tuko na bahati. Sasa unaweza fanya mambo yako na hakuna mtu atakuona na bado unajiita mwana matengele. Ni Mungu tu. Kipindi cha Ellen White alisimamisha watu wengi hiyo kipindi. Kamwambia wewe vile unaendelea hivi, wewe. Ukisoma quotation yoyote usikie Ellen White anasema the message to the sister E ama sister D ni maonyo amepewa na Mungu, ujumbe afikishie huyo mtu amebana jina lake, anaita E ama D. Na ilikuwa mzuri, maana mnamalizana hapo na hapo, watu wanarekebika. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga misingi na kutambua imani yetu si kazi rahisi. Mungu atusaidie. Sasa tunaambiwa shetani pia anatumia wimbi la mashaka. Hebu angalia kitabu cha Waebrania, nafikiri ni 8. Waebrania 8 usome 39 ama anzie 36. Msomaji? Waebrania 8 tuone kama ni hiyo. Sikiliza. Inaishia 13. Hebu angalia
9:28 inaishia 10. Waebrania 10. 30 na ngapi umesema? 36. Anasema maana mnahitaji saburi. Tunahitaji subira. Ili kwamba ni hiyo 10 30 na ngapi? 36. Sikiliza. Katika hii safari ambayo tumeitwa ndani yake, tumeambiwa tunahitaji saburi. Ili kwamba mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu, tunakuwa na subira ya kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ili kwamba mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Tupate ile nini? Ahadi. Wengi watakosa ahadi kwa sababu ya kukosa nini? Subira. Namba 1, hii safari vile tumeanza hii, najua mimi nazungumuza mambo yanayotuhusu. Mimi sitakupatia historia sijui ya Kain and Abel, hapana. Mimi nakupatia vitu ambavyo vinafanyika kwetu, vile ambavyo tunafaa tuwe, maana hatuna muda wa kupoteza. Si tumejifundisha asubuhi? Ni wangapi walikuwa kwa maombi asubuhi? Si tumejifundisha hatuna muda wa kupoteza? Tunajifundisha vitu vinavyotuhusu. Imefikia wakati tuambiane ukweli, tuache kupiga makona. Sasa tunaambiwa tunahitaji tuwe na subira. Kwa nini tuwe na subira? Kwa jambo ambalo linahusiana na wokovu. Endelea na andiko msemaji, nasemaje? Anasema kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Maana bado kitambo kidogo sana. Yeye ajaye atakuja. Yeye hajaye hatakuja. Wala hata kawia. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Ataishi kwa nini? Kwa imani. Si huko ndio tunaelekea? Kwa hivyo lazima tujifundishe namna ya kuwa na tabia ya Kristo ili tuweze kuishi na imani. Tuishi kwa imani huko kesho. Elia aliishi kwa imani. Mungu alimlisha, na huko ndio tunaelekea. Mambo inavyoendelea kubadilika kila wakati. Hii mambo yote nilisema jana inalenga wewe. Haishughuliki na watu wa makanisa ya Jumapili. Hii mabadiliko hii ya inchi sijui nini, hiyo ni agenda zimewekwa kwa sababu yetu. Hujasoma Zaburi 2? Hebu soma andiko kwanza, alafu weka kamba, tunarudi hapo, hatujamaliza. Sikiliza. Uone wafalme wa dunia wanajipanga kwa sababu ya nani? Zaburi 2:1. Sikiliza nasemaje? Mbona mataifa wanafanya ghasia? Si ghasia imekuwa Kenya, Tanzania, si ndio? Haya, soma. Na makabila wanafanya ubatili. Makabila yote yanatafakari nini? Ubatili. Leo huwezi pata kazi kwa ofisi kama huna connection. Wanatafakari nini? Ubatili. Uwaji, ukatili, mambo ya hovyo yanaendelea. Sikiliza, wanatafakari ubatili. Alafu wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja. Sasa wanajipanga aje wanapokuwa kwenye vikao? So wanajipanga watengeleze barabara, wanajipanga watengeleze uchumi wa dunia, wanajipanga wanaleta solution zao, wanajipanga. Lakini hiyo maendeleo, hiyo mipango yao inapangwa kwa sababu ya nani? Wanamlenga nani? Watamalizia wapi? Soma. Juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Na juu ya nani? Ya Masihi wake. Sasa ni Bwana watapanda waende wapigane naye juu, na Kristo wapigane naye? Hapana. Naposikia andiko nasema wamejipanga juu ya Masihi wake na juu ya Bwana, inakusudia watu wa Mungu. Angalia, wakati Sauli Kristo anamtokelezea, alimwambia mbona waniudhi? Jamaa akashangaa, hala, nilikuudhi lini? Wewe nilikufunga lini? Nilikuona lini? Sauli anashangaa. Na Yesu anamwambia wewe unaniudhi. Maandiko yanasema mlivyowatendea moja ya hawa wadogo, mlinitendea mimi. Kwa hivyo hiyo ni kuu. Hao ni wafalme wanajipanga dhidi ya watu wa Mungu, si watu wengine. Kwa hivyo tunahitajika kuwa serious na pia kuelewa nini tunafaa tuweze kufanya, tuelewe imani yetu. Sasa rudi kule Waebrania, sikiliza mahali tulikuwa. Anasema twende.
kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, yeye hajaye atakuja, wala hatakawia. wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu Lakini mwenye haki yangu ataishi kwa imani. ataishi kwa nini? Kwa imani. Huku mbele ambapo tunaelekea itabidi watu waishi kwa Imani. sasa. Utaishiji kwa imani kama hujui imani ya kweli? Mwenye imani ya kweli ndiye anafaa tupatie haki, na tunafaa kujua imani yake. Watu wengi wanasoma ile andiko, mwenye haki anaishi kwa imani, lakini hawajui utakuwaje mwenye haki. Utaishiji kwa imani ya uongo? Mungu akukubali? Uweze kukubali? Angalia Elia ambaye haliishi kwa imani kipindi chake, hakukubali ibada ya mungu mwingine. Aliwaambia na ijulikane Mungu wakwe. Kwa hivyo kuishi kwa imani inaanza kwa kutengeleza misingi ya kweli, kurudisha watu kwenye njia sahihi. Kisha watakao kubali, hao ndio sasa wanaanza kuishi kwa imani. Hivyo na ndio kitu tunafanya, wana matengenezo. Soma chini. Naye akisitasita. Sasa sikiliza. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mungu atampenda? Hampendi. Kwa hivyo tunafaa tuondoe shaka katika mioyo yetu. Sasa unakuwa na shaka ya nini? Unataka kwenda mbinguni? Najua vitu zingine lazima tuambizane tu waziwazi. Unakuwa na shaka ya nini? Na unataka kwenda wapi? Mbinguni. Na ukumbuke quotation tumesoma, tumeambiwa kwamba shetani anasimama mbele ya watu wenye mashaka. Kwa hivyo vile ambavyo tumeamua tutoke katika fallen churches, makanisa yaliyoanguka, tukakuja hapa, inamaanisha hatufai kuwa na mashaka. Tunafaa kuwa na ujasiri na confidence katika imani ambayo tuko sasa. Tuielewe. Maana Mungu apendezwe na mtu mwenye nini? Mwenye mashaka. Soma. Anasema lakini sisi hatumo miongoni mwao. Naomba tungepatikana katika hiyo sentensi ya pili sote tungepatikana kwa hiyo sentensi ya pili. Lakini sisi hatumo miongoni mwao. Wasitao na kupotea, wenye kusitasita. Maana mtu mwenye mawazo mawili siku zote, maandiko yanasema atapata uzima wa milele. Imesema hivyo? Imesema aje? Wasitao na kupotea. Wasitao watafanya nini? Watapotea. Watapotea. Katika historia ya mitume, Petero ambaye alikuwa na ujasiri mkubwa, lakini baadaye unaposoma kisa chake utajua ya kwamba huyo jamaa alikuwa na mawazo mangapi? Mawili. Yesu akasema na kuombea utakapoongoka uimarisha nani? Namaanisha kabla hajaongoka alikuwa na mawazo ngapi? Mbili. Sio huyo peke yake, hata Tomaso. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uliza jirani yako, unapatikana wapi wewe? Kwa Tomaso ama kwa Petero? Ni heri nipatikane kwa Petero, maana Petero alikuwa mnyenyekevu. Hata kama alikosea, alirudi nyuma akalia, na maombi ya Kristo yalifanya kazi kwake, akaongoka, akawa converted. Lengo langu ni ya kwamba tusisite mahali tuko salama. Tupige mbio. Paulo anasema tupige mbio tukitazamia mbele. Na tena anasema si kama apigayo hewa. Tunalenga nini? Shabaha. Lakini mtu ambaye amesitasita atakuwa na focus kweli? Atatupa focus. Sasa Kenya, Tanzania hii wana matengelezo ambao wameanza kupiga hatua ya kukutanika pamoja. Mkiwa na mashaka hakuna mahali mtaenda. Hiyo nawaambia na ukweli. Tubukiwa na mtu mmoja kwa na mashaka, atakuwa anawavuta nyuma. Mkienda mbele mnavutwa, mnarudishwa wapi? Nyuma. Kama wana wa Israeli. Ni safari tu kama hiyo, hakuna tofauti. Kienda mbele, wengine wanakuwa na tamaa ya nyama. Nakumbuka nyama za Misri. Nakumbuka matikitiki maji.
Nendaenda kidogo, Dathan na Kora ndio hao wanatokelezea. Hiyo ndio safari mtarajie huko mbele. Sasa mtanielewa. Sikiliza, malizia hiyo andiko inasemaje. Lakini licha ya kuwa safari hiyo itakuwa lazima kuwe na Nehemia na watu kama Ezra ambao watakabiliana na Dathan na Kora, watakabiliana na hao wenye mashaka. Lazima kuwe na watu kama wakikosa, kuna kanisa la Mungu duniani litafifia. Soma andiko. Anasema bali tumo miongoni mwao wasitao. Soma. Bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutoka roho zetu. Lazima tuwe na imani kutoka katika mioyo yetu ya kuamini ya kwamba mahali niko salama, na ujasiri nilio nao ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kutoka ndani ya moyo. Kuna kitu kinafaa kikurudishe nyuma, kifai. Soma. Meisha 39. Meisha. Sikiliza, tuondoe mashaka tunapopiga hatua. Tunaambiwa shetani hutumia nguvu zake zote kuwadanganya watu ili wajiunge na safu zake. Kwa hivyo kujiunga na safu ya shetani, namba moja ni kuwa na nini? Mashaka. Shetani atakutumia. Ndio unaona wana wa Israeli walipoanza kuwa na mashaka, hapo ndio matatizo yao ilianzia. Walikuwa na mashaka, baadaye wakaongeza mangunguniko. Hebu nisaidie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa 9. Sikiliza. Anasema mangunguniko haifai, mashaka haifai. Tukitaka kutengeleza matengelezo ya kweli, true reformation, hizo ni vitu lazima uweke kwa mawazo yako. Soma andiko. Wala tusimjaribu Bwana. Tunaambiwa wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu. Wakaharibiwa na nyoka. Soma. Wala msinungunike. Wala tusifanye nini? Kunungunika. Kuna mtu mtapanga hii, yeye anafanya nini? Manunguniko. Ananungunika. Hatufai. Ni heri unyamaze, pige magoti, ombe Mungu akupe direction, kuliko kunungunika kwa jambo la kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Siwai kabisa. Na mashaka, hizo ni vitu ambazo zitarudisha wengi nyuma. Malizia andiko. Wala msinungunike. Wala tusinungunike kama wengine wao walivyonungunika. Kama wengine wetu walivyonungunika. Wakaharibiwa na mharabu. Wakaharibiwa na Mwarabu. Malaika aliitwa Mwarabu. Basi mambo hayo, lakini tunaambiwa mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi. Yameandikwa ili kutuonya sisi. Kwa hivyo yameshatuonya ya kwamba tusiwe na shaka, tusiwe na manunguniko. Lakini bado kutakuwa na watu kama hao ambao watatumika na shetani. Sikiliza, imekuwa jambo la kawaida na la kuvutia kuwa na mashaka katika kizazi chetu. Imekuwa ni jambo la kuvutia, watu wako na mashaka. Kuna kundi kubwa la watu wanaolitazama neno la Mungu kwa kutokuwa na imani. Hata ukimsomea neno la Mungu anaona maana ako na mashaka, ako na manguniko, hata kuwa na imani, kwa sababu ile iliyofanywa wamkatae mwandishi wake. Tafikia mahali paka watu watakataa Mungu aliyeandika neno lake, yaani kuwa neno lake hukemea, yaani kwa kuwa neno hilo hukemea na kuhukumu dhambi. Mungu atusaidie sana. Sikiliza, watu kama Yeremia, watu kama Ezra, watu kama Nehemia ndio wanaohitajika. Sasa hivi kweli zimeharibiwa, imani imeharibiwa. Tunaambiwa katika kitabu cha Yeremia 51 mstari wake ni wa 12. Tunaambiwa aje? Unasema twekeni bendera. Tunaambiwa twekeni bendera juu ya kuta za Babeli. Juu ya kuta za wapi? Za Babeli. Sisi tunaishi wapi sasa? Babeli. Tunaishi kwa utawala gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi chini ya utawala wa Babeli ya kiroho. Sasa tunaambiwa licha ya kuwa tunaishi chini ya kuta ama chini ya utawala wa Babeli, tunaambiwa tunafaa kutweka bendera juu ya kuta za Babeli. Ya Babeli. Kwa hivyo Wakristo wa kweli ulimwenguni ama Waadventista wa kweli ulimwenguni walifaa kuinua bendera
ya nani? Ya Mungu. Waitweke. Maana Babeli kuna watu wa Mungu ambao wanafaa watoke. Waache mashaka, waache ibada bandia, waache manguniko, watoke. Lakini watatoka endapo sisi tutajitambua kama wana matengenezo, tuinue bendera, tuzitweke juu ya kuta za Babeli. Alafu nini ingine ifanywe? Yatieni malindo nguvu. Yatieni malindo nguvu. Wawekeni walinzi. Wawekeni walinzi. Na nini ingine? Tengenezeni waviziao. Tengelezeni waviziao, kwa maana Bwana ameazimia na kutenda yote aliyoyasema juu yao wakao Babeli. Hiyo ndio shauri la Mungu, wale wanaokaa. Kwa hivyo tunafaa kutengeleza mashujaa wa kuvizia system ya nini? Kuna mtu amelala sana, Mungu amsaidie. Kilala tena nitakusimamisha. Si tumeambiwa tukue kama Ezra na Nehemia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twekeni bendera juu ya kuta za nini? Za Babeli. Yatieni malindo nguvu, wawekeni walinzi. Kwa hivyo kufanya matengenezo lazima tuwe na strategic, tuwe na mbinu, na tufuate hii ushauri. Tukikosa kufuata hii ushauri, kuna mahali tutaenda. Tutajua imani na tujue na tukae nayo ukiwa peke yako ama wawili watatu. Lakini tukijua imani na kufuata hii ushauri, tutaokoa wengi. Maandiko yanasema twekeni bendera juu ya nini? Kuta za Babeli. Kwa nini tutweke bendera juu ya kuta za Babeli? Maana hapo kuna watu wa Mungu. Kwenye kitabu cha Ufunuo 17, nafikiri mstari wake wa 5 ama ni 18 mstari wake ni wa 5, Mungu anasema tokeni kwake enyi. Maana watu wa Mungu wako wapi? Wanafaa watoke. Na wanatoka baada ya wewe mwana matengenezo kuinua nini? Bendera. Pia tutengeleze waviziao, watu wa kuwavizia. Wanaangalia hawa wanafundisha nini, wameleta nini, mafundisho gani yao ya uongo imeingia tena. Maana wanaendelea kudanganya watu. Wawekeni nini? Walinzi. Kwa maana Bwana ameazimia na kutenda yote aliyoyasema. Sikiliza. Hautanielewa. Hii bendera ni gani? Je, tunafaa kutweka? Ni hii bendera tunafaa tuweke hapo. Zaburi 60 mstari wake ni wa 4. Kuwa mwana matengenezo lazima tuelewe nini tunafaa tufanye, ni bendera gani tunafaa tutweke. Sikiliza. Anasema umewapa wa kuogopao bendera. Umewapa wa kuogopao bendera ili itwekwe kwa ajili ya kweli. Ili itwekwe kwa ajili ya kweli. Andiko la kwanza tumeambiwa tuweke bendera. Tuweke ama Nimesema tuweke. Tutweke bendera. Tutweke bendera juu ya wapi? Juu ya Babeli. Juu ya kuta za Babeli. Hiyo bendera tunaambiwa ni nini? Kweli. Ni kweli. Ama ni simesema bendera ama ni hizi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa la Mungu SDA, mahali ambapo tumetoka, walifaa watweke bendera ambayo ndio ukweli. Lakini sikiliza, walianza kutweka bendera ambazo ni za kiduni, si bendera ya ukweli. Wameiga hawa wanatweka watu wa dunia, na wao pia wanatekwa. Sikiliza, acha niwaekee klipu moja hapa, sijui kama itacheza. Hizi vitu hizi ndio zinafanya Nehemia apatikane kipindi hiki cha mwisho. Hii ndio vitu ambazo tunafaa tuweze kukemea na kuonyesha watu ukweli mahali ambapo tumefikia, na Mungu atusaidie sana. Sikiliza. Mbona iende kwa nini? Inaimba tu hapa.
kwa uwaya wa sauti. Sikiliza, niwashe. Haya, sikiliza, hii ni kanisa la Mungu. Kanisa la nani? Ni kanisa lilikuwa la nani? Lakini saa hii si la nani? Wamekosa kutekwa bendera ambayo ndio ukweli. Wametekwa bendera kama za Salvation Army pamoja na jeshi la wokovu. Ndio hizi sasa, ndio hizi ndio imefanya tutoke hapo. Hizi ndio nakwambia, usikuwe na shaka. Kiingiza mashaka, elewa ya kwamba huku ukirudi, shauri yako. Mahali ulipo lazima utengeleze njia zako na Bwana, mahali ambapo huko kwa sasa. Hatufai kuinua mabendera hii. Angalia watoto wanafundishwa nini? Kumachi na kufanya vitu ambazo hazifai. Mungu alimwambia Musa haje ya kwamba wafundishe watoto wako ketipo, utembeapo, ufanyaje, ulalapo, wafundishe kumachi. Sasa wamejifundisha kwa nani? Kwa hivyo hili kanisa si la Mungu tena. Najua hii nimeguzia tu, sitaki kuingia huko. Si kanisa la nani? La Mungu. Kama ulikuwa na mawazo ni kanisa la Mungu, kuanzia leo jua hivyo. Wameinua bendera physical, wameacha kuinua the spiritual bendera ambayo ndio ukweli. Sikiliza, wamenaswa, tunaambiwa na Zaburi 70 na ngapi? Na 4 mstari wake wa 4. Watesi wako wameguruma kati ya kusanyiko lako, wameweka bendera zao ziwe anini? Alama. Si huko kanisani kwa huko kuna hizo vitu, alama za hawa watesi wako ambao walifaa wakuwe maadui wao. Si kuna alama za adui kule, bendera na logo, si ndio? Sasa utakuwa na mashaka ya kutoka hapo ama utaendelea kukaa hapo? Utaiteteaje ni kanisa la Mungu? Watesi wako wameshaguruma kati ya kusanyiko lako, wameweka bendera zao, zipo. Angalia, kwa sababu watesi wameangamiza kanisa ambalo Mungu alitaka liweze kumaliza kazi. Sasa hawezi maliza kazi nalo, atamaliza kazi na wana matengelezo wanaokaa kipindi cha mwisho, ambao ndio wewe na mimi. Yeremia 6 mstari wake ni wa 16. Tutambue imani yetu ili tuweze kuitetea huku mbele. Huku mbele mambo yatakuwa moto. Mbia jirani yako itakuwa moto. Au nafikiria mtacheka hivi, mnaamka mnakunywa uji. Naegemea kwa gari hivi, wengine wako kwa story kwa miti. Nafikiria itakuwa hivyo. Acha tutaona. Muda mchache tulio nao, tujue imani yetu, tukijua ya kwamba tunafaa kuitetea. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kuondoa mashaka. Tusimame imara. Yeremia 6:16 anasemaje? Anasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu. Simameni katika njia kuu. Mkaone. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Mkaulize habari za mapito ya nini? Ya zamani. Na andiko la kwanza tumesoma inasema ya kwamba tunafaa kutweka bendera zetu wapi? Juu ya kuta za Babeli. Kwa hivyo tunaposimama njia kuu, tunafaa tuwe na hiyo bendera ambayo tunafaa tuitweke. Maana ni njia za Babeli. Ni njia za Babeli ambazo zinafaa kusikia ukweli. Watu wa Mungu walioko kule waweze kutoka kule. Watatoka kama wewe mwana matengenezo umejielewa, umesimamia ukweli, hauna shaka ndani yako, umeelewa imani ya kweli, ndipo hiyo bendera utakapoinua, watu wa Mungu watatoka kule. Maana Mungu, maandiko yanasema, tokeni kwake enyi watu wangu. Watatolewa na wewe, si mwingine. Mwambie jirani yako na wewe ndio utamtoa. Sasa unakuwa na shaka ya nini? Lazima ujue imani ya kweli. Sikiliza, lakini tunaendelea kuambiwa haje. Soma. Hii wapi njia iliyo njema? Tunafaa tuonyesha watu ni njia iko wapi yenye tutatokea. Maana mambo imeharibika. Lazima tuelekeze watu kwa njia ambayo inafaa. Hii wapi njia iliyo njema? Alafu mkaenende katikati ya njia hiyo. Tuweze kuenenda katika njia hiyo. Lakini
wakati unatafuta hiyo njia, wakati unarudi kwa misingi hiyo, wengine watasema nini? Sikiliza, soma. Nanyi mtajipatia raha, soma, katika nafsi zenu. Alafu lakini wengine walisema hatutaki. Hata hapa kwa wana matengenezo, wengine watamsomea nukuu hapa aseme sitaki. Hapa sini makambi ya kwanza, narudia hizi vitu nataka mkamate. Vile mmeanza hivi, mmeanza mapambano. Tanipa habari kwa makambi ya pili. Kuna wengine watakataa wakati tunafundisha the old truth, tunaporudisha watu kwa njia za zamani. Sikiliza, tunaendelea kuambiwa Haji mstari wa 17. Anasema nami naliweka walinzi juu yenu. Mungu ameshaweka walinzi. Hakuna walinzi si wako wanapaza tarumbeta, walinzi wako wakufundisha watu mapito ya zamani, njia ya zamani. Halafu wakisema nini? Isikilizeni sauti ya tarumbeta. Isikilizeni sauti ya tarumbeta. Lakini walisema hatutaki kusikiliza. Hatutaki kufanya nini? Kusikiliza. Najua ndio nikasema tunasoma maandiko ambayo yanafaa yatuongelee sisi kwanza kabla yaongelee wale. Najua tukisomanga ili andiko tunasema wale ndio hawataki kufanya nini? Kusikia. Wewe umesikiliza nuku zote, umesikiliza, umeelewa ukweli wote. Lazima tuiweke kwetu kwanza kabla ifika kwa watasema hatutaki kusikiliza. Alafu 18 anasema kwa sababu hiyo sikilizeni enyi mataifa, mkajue kusanyiko ni jambo gani litokealo kati yao. Soma. Sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa. Naam, matunda ya mawazo yao. Kwa sababu nini? Hawakuyasikiliza maneno yangu. Kwa hivyo Mungu ataleta mabaya juu ya watu ambao wasikilizi nini? Maneno ya Mungu. Ndio nikasema usikuwe haraka kupingana na kweli ambayo huku wanajua. Unaposikiliza kweli imefundishwa, piga magoti kwanza, uombe Mungu akueleweshe na akusaidie uweze kuelewa. Usiwe unapingana na usiwe mwepesi wa kupingana na kitu ambacho uelewi. Ni heri unyamaze. Sikiliza, Mungu anasema ataleta mabaya kwa kuwa hawakusikiliza. Tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa. Wamefanya nini? Wamefanya nini? Wameikataa. Si tunaona leo madhehebu ya leo wamekataa sheria ya Mungu zote. Ndio. Kuanzia sheria ya kwanza mpaka sheria ya 4 wamezivunja. Mungu anasema usiwe na Mungu mwingine, wao wako na Mungu mwingine. Sasa Mungu anasema kwa sababu mambo haya yametokea, anaendelea kusema katika Yeremia 18:15 anasema nini? Na tusiweke hii maandiko tusukume tuko tujipime nayo. Je, unaweza kuwa uko hapa lakini uko na mawazo ya kule ulikotoka, ama umekubali mawazo yako yabadilishwe na ukweli unaosomwa leo? Soma hiyo, inasemaje? Anasema maana watu wangu, Mungu anasema maana watu wangu wamenisahau, wameufukizia mbali ubatili, wamefukuzia ubatili uvumba. Nao wamefanya nini? Wamewakaza katika njia zao. Ndio. Katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia hiyo za kando. Sasa Kiswahili imeharibu hapa. Nataka tusome kwa Kiingereza ndio utajua utamu wa hili andiko, jinsi linavyozungumzia mapito ya zamani. Angalia. Ya Kizungu inasema yet my people have forgotten me. Watu wangu wamenisahau mimi. Yeremia tumesoma juu imesema wamenikataa kwa kuacha kushika sheria zangu. Angalia. Inasema they burn incense to idols. Wanatoa uvumba ama wanachoma uvumba kwa masanamu. They have stumbled in the way they should go. Wameharibu njia. Stumbled. Jeff. Stumbled ni kuharibu. Kikwazo. Wameweka kikwazo. Stumbled. Wameweka kikwazo kwa njia ambayo walifaa waende. They no longer follow the old ways. Hawaenendi tena katika njia ya zamani. Sasa ni nani anafaa rudisha watu kwa ukweli kwenye njia ya zamani? Ni nani? Ni sisi.
wana matengenezo. Mungu amesema simameni katika njia kuu mkaone, mkapita katika mapito ya zamani. Tunawarudisha in the old ways. Angalia, they walked on unmarked path. Wanatembea katika njia zisizo sahihi. Mungu atusaidie sana. Mwana matengenezo wa kweli afai kuharibu misingi, stumble, kuharibu misingi. Angalia, ndio nikasema tuwe makini sana wakati tunajibu maswali, wakati tunasimamisha ukweli, maana tunafanya kazi ya ujenzi. Usijenge ukawa umejenga manyasi, usijenge ukawa umejenga makuti. Wacha tujenge ukweli. Sikiliza, watu wa Mungu wana matengenezo wanafaa watembee kwa njia ya zamani ambayo imeharibiwa na watu wa madhehebu mengine. Sikiliza, leo tuko na fallen churches kwa sababu hawafuati hizi instruction. Maana kama wangefuata hawangekuwa the fallen. Mungu anasema, Yesu anasema katika Luka 6 mstari wake ni 44 anasema nini? Sikiliza. Luka, tunapoijua imani yetu tuitetee, na tuitetee kwa hekima, na pia tujitayarishe kusimama kwenye hiyo njia pasipo kuiharibu. Tunaambiwa Luka 6:46 inasemaje? Anasema, na kwa nini mnaniita? Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Lakini hamtendi niyasemayo. Kwa hivyo tunaweza jiita wana matengenezo, lakini hatutendi yale ambayo tumeamriwa na Biblia pamoja na roho nini ya unabii. Ndio nikasema tuwe makini na usituondoe shaka. Soma. Anasema 47. Anasema kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu, na kuyasikia maneno ya Kristo, na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano gani? Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba, na kuchimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kuweka msingi juu ya nini? Ya mwamba. Huyu mtu alichimba juu? Alichimba chini sana. Alichimba sana, si ndio? Kwa hivyo na sisi katika masuala ya imani tunafaa kuchimba sana. Kasema tuwe makini sana, ili tuhakikishe ya kwamba tumesimama juu ya mwamba ambaye ndio Kristo. Huyo ndio mtu anayezungumziwa hapo, mtu makini, si mtu wa mashaka, si mtu wa kuharibu, kustumble the old ways, kuharibu njia ya zamani. Alafu inaendelea kusemaje? Anasema na kulipokuja gharika. Sasa kutakapokuja nini? Gharika. Kuna gharika nimewaambia inakuja huku mbele. Gharika, si jana tulijifundisha pia iliitwa nini jana, kwa wale wanaokumbuka? Ilikuwa ni mvua ama upepo? Tena msiwe watoto wachanga ambao wakitupatupa huku na mawimbi. Kuwa mwana matengenezo lazima upitie hiyo stage hiyo, na nikawaambia lazima mtapitia hiyo hali. Kutakuwa na mawimbi huko mbele. Gharika itakuja. Gharika itikisa imani yako. Umesimamia wapi? Gharika iko mbele. Soma. Anaendelea kusema, mto ulioshukia nyumba ile kwa nguvu usiweze kuitikisa. Usiweze kufanya nini? Kuitikisa. Maana huyu mtu alichimba chini sana, lijenga imani yake vyema. Soma. Kwa kuwa umejengwa vizuri. 49. Lakini yule aliyesikia, kama vile mnasikia saa hii, ila hakutenda na uzingatii, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi, pasipo kuwa na msingi. Mto ukashukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi ya nyumba ile yakawa makubwa. Mungu atusaidie tupatikane katika sehemu ya tuchimbe chini. Mungu atusaidie sana. Sikiliza, tunaporudi juu kidogo, napokaribia kumaliza, maandiko yalisema tutweke bendera ya ukweli. Leo makanisa ya leo yanatoka bendera inayofanya nini? Inayopepea, inayoonekana. Kwa hivyo hawa wametoka kwenye misingi
Kwa hivyo hawa wamejenga msingi yao wapi kulingana na hii andiko? Wamejenga msingi yao wapi? Sasa sisi wana matengenezo tunafaa tujenge wapi? Tunafaa tujenge wapi? Wakorintho wa kwanza 3 mstari wake ni wa 10. Msingi wetu uwe imara. Lazima tujenge hapa. Inasema Wakorintho wa kwanza 3 mstari wake ni wa 10. Anasema hivi, sikiliza. Anasema Wakorintho wa kwanza 3:10. Nasemaje? Anasema kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi. Soma. Kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima naliweka msingi na mtu mwingine ajenga juu yake. Mtu mwingine anakuja aweke yake. Lakini kila mtu mtu mwingine anakuja ajenga yake juu yake. Nataka tuone kama tuko pamoja. Naweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu afanye nini? Naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Ili andiko aliongelea wahubiri peke yake. Naongelea sote. Namna tunavyojengwa juu ya hii ya msingi. Tumeambiwa alichimba chini sana. Sasa kuchimba chini sana inatuhusu sisi aangalie sana jinsi anavyojenga juu yake. Soma. Maana msingi mwingine hauwezi ukaanzisha foundation mwingine kuanza kuchimba msingi mwingine ama kuweka msingi mwingine. Hakuna msingi mwingine. Soma. Hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa. Yaani nani? Yesu Kristo. Soma. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo. Sasa sikiliza, hapo ndio kwenye point. Na hapo ndio kuna mwanguko wa makanisa mengi international. Hapo verse 12 inasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo nini? Dhahabu au fedha, au mawe ya thamani, au mti au majani, au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Sasa kulingana na vile ambavyo tumeteremka na fundisho hili, tumeona kanisa la SDA na makanisa mengine, nyinyi mnaona wamejenga juu ya mambo uliowekwa na Kristo ambao Paulo anazungumzia, ama wanapatikana verse 12? Wako verse 12. Lakini msingi huo mtu akijenga juu yake dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi yake itafanya nini? Itakuwa dhahiri. Yaani itajulikana ni yao. Sio ndio kitu tunafanya? Tunadhihirisha kazi zao ya kwamba hakuna Mungu wa utatu. Tunadhihirisha ya kwamba hawa watu wamepotea. Kazi yake itakuwa dhahiri. Verse 13 inasemaje msomaji? Anasema maana siku ile itadhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu. Utajaribu kazi ya kila mtu. Itajaribu kazi ya hiki kikundi cha pili ama ya kila mtu. Kwa hivyo katika kujenga msingi hapa tunaitwa sote tufanye nini? Tufanye kazi. Tujenge juu yake. Baada ya kujenga juu yake, kuna wengine wamejenga dhahabu, fedha na mawe. Lakini tunaambiwa itakuja ijaribiwe. Na inahusu kila mtu. Alafu kwa sababu inatuhusu sote, tunaambiwaje chini yake? Tunaambiwaje? Soma. Anasema maana siku ile itadhihirishwa kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu. Ni ya namna gani? Ya namna gani? Verse 14 anasema kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikakaa. Sikiliza sasa, alijenga ikakaa. Yaani alikaa kwa ukweli wote, kwa msingi. Sentensi ya kwanza ikakaa kama Paulo alivyojenga juu yake. Sikiliza, nasema nini? Atapata thawabu. Atapata nini? Thawabu. Hapo ndio tunafaa tupatikane sote. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 1 mstari wake ni wa 23 napokaribia kumaliza. Wakolosai 1:23. Ijue imani yako
uwe tayari kuitetea. Sikiliza, tunaendelea kuambiwaje. Soma. Mkidumu tu katika ile imani. Tunafaa tudumu katika ile imani ya zamani. Hali imewekwa juu ya msingi. Mkawa imara. Msipogeuzwa na kuliacha tumaini. Mnafaa mgeuzwe? Hapana. Kwa hivyo ukweli ambao tumefundishwa hapa hatufai kutoka hapo. Maana tukigeuzwa tutaacha tumaini la Injili tulioisikia habari zake. Mliohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Ambavyo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Sikiliza, tufai kuondokea hapo. Kwa nini leo tunasema SDA imeasi? Maana imeondoka kwenye msingi wako. Sasa inasema tufai kuondoka. Maana katika nukuu hii ya Great Controversy 45.1 tunaambiwa, lakini hakuna umoja kati ya mkuu wa nuru na mkuu wa giza. Maana mkuu wa giza akiingia akae na watu wa Mungu, hao watu watafika mbinguni salama, si ndio? Mfanye handshake. Hata sisi tukubali tuseme, sasa sisi leo wacha tuanze kufanya handshake na watu wa madhehebu mengine. Handshake yenyewe hata ieleweki. Si hata tufanya handshake ya kuwahubiria wao, tunafanya handshake ya kusema tushirikiane nao. Sio ndio kitu kiko leo, umoja wa madhehebu, si ndio? Hawajui ya kwamba mkuu wa giza ako katikati yao. Tunaambiwa lakini hakuna umoja kati ya mkuu wa nuru na giza, wala hakuwezi kuwa na umoja kati ya wafuasi wao. Wakristo walipokubali kuungana na wale waliokuwa wameongoka nusu tu kutoka upagani, waliingia katika njia iliyowapelekea mbali zaidi na zaidi kutoka katika kweli. Shetani alifurahia kwamba alikuwa amefaulu kudanganya idadi kubwa ya wafuasi wa Kristo. Kisha akaongeza nguvu zake dhidi yao, akiwachochea kuwatesa wale waliobaki waaminifu kwa Mungu. Hakuna aliyejua vizuri jinsi ya kuipinga imani ya kweli ya Kikristo kama wale waliokuwa zamani watetezi wake. Na Wakristo hao walio hasi walipoungana na wenzao, walibaki na desturi za kipagani. Walielekeza vita yao dhidi ya mafundisho muhimu zaidi ya Kristo. Sikiliza, kwa hivyo hii ni inatuonya hatufai kucompromise na watu ambao ni wapagani nusu. Inamaanisha wako na ibada zao za kipagani. Nuku hii inaongelea historia iliyo happen kuanzia kwa mtu aliyejulikana kama Konstantini. Aliposema ya kwamba ameamini, aliruhusiwa kuingia na akafanikiwa kuingia paka na masanamu kwa Ukristo. Hivyo ndio imefanyika hata kipindi cha mwisho. Bado shetani anaendelea kuteka wanadamu kama alivyoteka zamani. Na alipoteka zamani alifaulu, tumeambiwa alifaulu kudanganya idadi kubwa ya wafuasi wa Kristo. Kwa hivyo tunaweza kuwa wafuasi wa Kristo, lakini wafuasi wa Kristo waliodanganywa na shetani kwa kufanya mkataba na miunganiko ya dini ambayo iko na ibada ya kipagani. Sikiliza, kwa mfano, sasa kama huyu anaitwa Ganuni Diop, ameenda kufanya nini na hawa? Amewapelekea Injili? Nini ameenda kufanya hapa? Na huyu ni kiongozi wa dhehebu. Sasa walipoanza kwenda, sikiliza, hapa ndio walitoa mafundisho ya walipoanza kwenda, hapo ndio pia walianzisha kikosi cha Pathfinder na mambo mengi yakaingia kwenye hiyo kanisa. Kwa hivyo shetani akawa amefaulu kuangusha kanisa hili. Sikiliza, fundisho la utatu ni fundisho la kigeni, la kipagani, halipatikani kwenye Biblia wala kwenye roho nabii. Kwa hivyo kanisa la SDA limeuzwa chini ya kanisa la Ukatoliki. Maana wao wenyewe wanasema katika hichi kitabu chao, ndio naona tunapinga hili fundisho kwanza sana. Maana ni fundisho la Babeli, si fundisho la watu wa Mungu.
Wenyewe wanasema katika the handbook for today's Catholic, wanasema the mystery of Trinity, yani fumbo la utatu, is the central doctrine of Catholic faith. Fumbo hili la utatu ni fundisho la kati ama nguzo muhimu kwa imani ya nini? Upon it are based all other teachings of the church. Na juu ya fundisho hili la utatu, mafundisho yote yameegemea fundisho hili. Utatu nini? Mtakatifu. Sikiliza. Sasa walipoanza kwenda, ndipo mambo ilipoanza kuharibi. Mwadventista alipewa afanye kazi gani? Tujiulize. Ujumbe wetu ni kuhubiri ujumbe malaika wata. Kama Ganuni Diop angeenda kule akawafungulia Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6, tungeungana naye kupeleka injili. Lakini anapoungana nao, tunamuona kule wanaenda kwenye vikao, tunaona mabadiliko na uanguko wa kanisa la SDA unaendelea kuwa mkubwa kila si. Tunaambiwa, sikiliza, nirudi kwetu sasa, tuachane na hao. Katika Last Day Events 45, ubeti wa 3, kazi ambayo tumepewa kwa maana ya pekee. Sikiliza, Waadventista wa Sabato wamewekwa duniani kuwa walinzi na wabeba, wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaohangamia. Sisi ndio madaktari wa ulimwengu ambao unafanya nini? Unaangamia. Ellen White anasema we are the antidote of the world. Sisi ndio dawa ya nini? Maana tumepewa ujumbe wa afya na tumepewa ujumbe wa malaika watatu wa kuokoa mwanadamu. Wote ambao watakataa hiyo mambo mawili, sidhani kama watampendeza Mungu, na sidhani kama watapatikana kwenye uzima wa milele. Mkatai ujumbe wa afya, mkatai ujumbe wa malaika watatu, mtapata uzima? Ndio naona sisi wana matengenezo tunarudi hapo. Tunarudi kwa misingi ya zamani. Kwa hivyo lazima tuwe na walinzi wa kulinda kundi la Mungu. Tuwe na walinzi watakao tweka bendera kuta za Babeli kama maandiko yalivyosema. Watweke, waonyeshe, wainue ili walioko Babeli waweze kutoka. Tunaendelea kuambiwa wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao inaangaza nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu. Wamepewa kazi yenye uzito na umuhimu mkuu kabisa, kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, na hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa kuliko hii ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hawapasi kuruhusu jambo lingine lolote kuwafanya waache kuzingatia kazi hii. Ndio nikauliza tena, huyu alikuwa anamhubiria ujumbe wa malaika watatu wanapoenda kwenye vikao. Kazi ya huyu ambaye ndio kiongozi wa religious liberty, si anafaa akilishe imani yake kwa hao watu, si ndio? Sasa wanapoenda huku wanafanya nini? Wanafanya mikataba. Na hiyo ndio kitu ambacho kimefanya kanisa hilo likaweza kuangamia. Ezekieli 16:23, kanisa hilo kwa sababu limeasi, Mungu anasema tena imekuwa baada ya uovu wako wote. Ole wako, asema Bwana Mungu. Ulijijengea mahali palipoinuka, ukajifanyia mahali palipoinuka katika kila njia kuu. Umejenga mahali pako palipoinuka penye kichwa cha kila njia, ukaufanya uzuri wako kuwa chukizo. Leo SDA, nuru waliokuwa nayo leo wamefanya sehemu hiyo, hata Battle Creek saa hii imekuwa chukizo. Sikiliza, Battle Creek wameifanya uzuri wao kuwa chukizo kwa Bwana. Ukatanua miguu yako kwa kila mtu aliyepita karibu, amefanya uzinzi. Kila mtu aliyepita akafanya uzinzi wa kiroho. Ukaongeza mambo yako ya kikahaba, amefanya ukahaba na mwanamke. Ufunuo 17, mwanamke kahaba. Tena umezini na Wamisri jirani zako, wakuu wa mwili, ukaongeza mambo yako ya kikahaba ili kunikasirisha.
Mungu atusaidie sana. Katika nukuu ya mwisho, Testimonies for the Church, tasoma juzuu ya 5 volume 5 5T 691.1. Tunaambiwa Mungu amenipa uzoefu wa pekee na wa dhati unaohusiana na kazi yake, na mnaweza kuwa na hakika kwamba maadamu maisha yangu yataendelea, sitaacha kuinua sauti ya onyo kama ninavyoongozwa na Roho wa Mungu. Winnie Ellen White aliongea akiwa hai haya maneno. Alitoa maonyo kuhusiana na kanisa la SDA akiwa hai, na hayo maonyo yanatuhusu pia na sisi. Tukikosa kuzingatia, hatutakuwa tofauti na wao. Sikiliza, anasema hatachoka, sitaacha kuinua sauti ya onyo kama ninavyoongozwa na Roho wa Mungu. Iwe watu watasikia au hawatafanya nini. Sina hekima ya kipekee ndani yangu mwenyewe. Mimi ni chombo tu mikononi mwa Bwana kufanya kazi aliyoniwekea. Maagizo ambayo nimetoa kwa njia ya kalamu au sauti yamekuwa ni maelezo ya nuru ambayo Mungu amenipa. Nimejitahidi kuweka mbele yenu kanuni ambazo Roho wa Mungu amekuwa akinizidishia moyoni mwangu kwa miaka mingi na kuziandika katika moyo wangu. Kwa hivyo, ili tuwe salama, ili turudi katika njia za amani, lazima tusikilize roho unabii. Mungu ametuzungumzia haje pamoja na Biblia tunapotafuta ukweli. Ni wangapi wamejifundisha kitu na unasema Mungu tusaidie, baada ya kuelewa ukweli tuishi ndani ya hiyo ukweli? Tuamini na tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa nafasi ambayo umetupatia. Tumejikumbusha kuhusiana na neno lako, tumejifundisha jinsi ambavyo watu wameacha ukweli wako. Tupe nguvu ya sisi kuweza kusimamia kweli yako pamoja na kuihubiri na kukaa ndani yake, maana kwa nguvu zetu hatuwezi, tunahitaji nguvu ya ziada. Tusaidie Mtakatifu kwenye kambi hii, unene nasi, utumie watumishi wako wote ambao watakaotumika pamoja na wasikilizaji, ukawape ufahamu wa kuelewa neno lako. Tunakusihi ukuwe nasi hadi tamati, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mungu awabariki sana tunapoendelea na vipindi vingine. Asante sana. Huu ni wakati mwingine ambapo mwalimu anakwenda kutupatia somo lingine. Mwalimu Masawe, tutaongozwa na Mwalimu Masawe, lakini kabla hatujaenda mbali, nimuombe kwanza amtambulishe